Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, kukaribisha katika kipindi cha Fahamu Mwaka wa Kiliturujia, kipindi ambacho kinakujia kila siku Alhamisi kuanzia ya saa 7 kamili za mchana mpaka saa 8. Na katika kipindi hiki msikilizaji, huwa tunaye Padre Andrea Luziga anayefanya utume wake katika seminari kuu Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, na nyumba ya malezi ya Askofu Mkuu Maria Mgulunde kama mwalimu na mlezi. Na nikualika msikilizaji ubakie kando ya redio yako ili upate kufahamu mengi zaidi. Na leo msikilizaji, tunaongozwa na mada ya wiki iliyopita nasema liturujia ya Kwaresma na uingaji wa mapepo au utoaji wa mapepo. Na msikilizaji utapata nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu. Nambari ya kupiga simu ni 0782611178 na nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0746112235. Langu jina ni Sioma Po. Nikualike msikilizaji ubakie kando ya redio yako ili upate kufahamu kwa undani zaidi juu ya mada hiyo. Baba, karibu. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Karibu tuanze kipindi chetu na mada hii kwa sala kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuongozwe na sehemu ya maandiko matakatifu, Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 29 mpaka aya ya 34. Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 29 mpaka 34. Na mara walipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohane. Naye mkewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa kitandani hawezi homa. Na mara wakamwambia habari zake, akamkaribia akamwinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha pepo kunena, kwa sababu walimjua. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tunaendelea na kipindi hiki cha mzunguko wa mwaka wa kiliturujia, na tukiwa katika kipindi cha Kwaresma. Basi tumeona tangu tulipoanza nafasi ya kipindi hiki cha Kwaresma katika maisha yetu sisi wa Kristo, na lengo lake hasa likiwa ni nini. Na baadaye tulikuja tukaanza mada hii inayosema liturujia ya Kwaresma na uingaji wa mapepo. Na lengo la mada hii ni kutusaidia sisi wa Kristo kuweza kuelewa kwamba baada ya mtu kuamua sasa kuingia katika muunganiko na Mungu kwa kuacha njia yake ya zamani, huyu mtu katika utaratibu wa kikanisa anaanza kufuata mafundisho. Na haya mafundisho yanaitwa ni mafundisho kwa ajili ya wakatukumeni, ili kuweza kumjua Mungu, kuelewa juu ya mafundisho hayo ya kimungu kupitia kanisa. Na hivyo wanahubiriwa juu ya Injili, juu ya habari ya wokovu, ili waweze sasa kumwongokea Kristo na kuwa wa Kristo. Kumbe tangu sasa hatua hizo za mwanzo za maandalizi ambazo tunaita ni kipindi cha maandalizi ya kuingizwa katika Ukristo, kama nilivyosema kipindi kilichopita kwamba kipindi hiki kwa kweli tangu huyu mtu
anapokuwa amejiandikisha kama hatua ya kwanza ya utakaji katika kufata hatua kwa hatua habari njema anayohubiriwa, maandalizi anayoyapata kwa ajili ya kuingizwa katika Ukristo kupitia sakramenti ya ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, basi huyu mtu kwa kweli kuna hatua ambazo anazifuata zinazomsaidia sasa katika kuendelea kuimarika kiimani, kutakaswa na kupewa nguvu ya muunganiko na Kristo Bwana wetu. Kumbe mada tunaposema kwamba liturujia Kwaresima na uingaji wa mapepo au utoaji wa mapepo, lengo ni kujua kwamba wale ambao waliokuwa wanafuata mafundisho ya ukatukumeni walikuwa ni watu walio nje ya mazingira ya Kikristo. Maana yake mtu hayupo katika mazingira ya Kikristo, anaishi mazingira mengine, anaishi kadiri ya uko mila na desturi ambazo basi labda wakati mwingine zinaendana na kuabudu miungu, kutambika na kadhalika. Sasa hawa watu ndio waliishi huko, wakati mwingine labda maadili yao hayakuwa mazuri au pia yalikuwa mazuri, lakini basi walipokuja katika maandalizi haya na kuhubiriwa habari njema ya wokovu ili waweze sasa kuokolewa na kuunganika na Kristo na hivyo kuwa Wakristo, kumbe waliweza sasa kupewa taratibu ambazo na mafundisho yaliyowasaidia kuondolewa kabisa na mazoea mabaya, maadili mabaya, muono hasa waliokuwa nao labda juu ya maisha, na hivyo yale yote mazoea mabaya yalioonekana mbele ya Ukristo hayafai, na hivyo waliambiwa haya hapana. Na hivyo sasa katika hatua hizi za kuingizwa katika Ukristo, ningependa tu kurudia ili kuwa na picha tena kamili kwamba kipindi cha kwanza ni kipindi kinachotangulia ukatukumeni, kinaitwa kipindi cha uinjilishaji, period of evangelization, au kipindi kabla ya ukatukumeni. Ndipo ambapo huyu mtu ambaye ni mtakaji sasa anakuja kwa ajili ya kuandikishwa kwa kuanza kupata mafundisho hayo ya habari njema ya wokovu, wamwamini Kristo na hivyo waweze kubatizwa, kupata kipaimara na ekaristi takatifu. Kumbe katika muktadha huo sasa hii hatua ya kwanza inampa mwanga wa imani. Sasa kipindi hiki cha kwanza kinampa mwanga wa imani. Baada ya kipindi hiki cha kwanza inafuata hatua ya kwanza ambayo ni baada ya kusikia kuhusu Yesu, mmoja anafikia uamuzi wa kuongoka na kutamani kuwa Mkristo. Na hivyo anapotamani kuwa Mkristo sasa ndipo anaanza kipindi cha pili ambacho tunaita kipindi cha ukatukumeni. Na hivyo anaendelea na mafundisho hayo ya ukatukumeni mpaka ambapo anapofikia ule mwaka sasa wa 3 ambapo anaendelea na mafundisho. Sasa katika huo mwaka wa 3 au mwaka wa pili kadiri ambavyo taratibu na kuwepo, lakini zamani ilikuwa ni miaka 3 ya mafundisho haya ya kuelekea kuingizwa katika Ukristo na mtu kuwa Mkristo. Kumbe anafuata hiyo miaka 3. Sasa huu mwaka wa mwisho ambao ndio ataingizwa katika Ukristo kwa njia ya ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, kumbe ile Dominika ya kwanza anateuliwa au anaandikishwa sasa rasmi kwa kupewa jina. Kama alikuwa mwanzoni alipoandikishwa hakupewa jina, na hivyo baadaye zinafuata taratibu za matakaso matatu yanayoanza Dominika ya 3, Dominika ya 4 takaso la pili, Dominika ya 5 takaso la 3, na baadaye anakuja kupata mausia ya sala Baba Yetu, mausia ya kanuni ya imani, na baadaye kukiri kanuni ya imani na kufanyiwa zile taratibu zingine ambazo zinabaki katika ubatizo. Sasa ukiangalia hatua zote hizi zinazo muandaa huyu mkatukumeni, kwa kweli ndani yake sasa zina sala za kuinga pepo, zina sala za kutoa pepo, ili kwamba huyu anayekuja katika mazingira haya ambayo sio ya Kikristo basi aweze sasa hatua kwa hatua, ili anapofikia sasa katika ubatizo awe kweli mtu aliyeungana na Kristo,
amekufa pamoja na Kristo, amezikwa pamoja na Kristo na amefufuka pamoja na Kristo. Kumbe katika hatua kama hii ndio maana tukasema sasa liturujia ya Kwaresima na uingaji wa mapepo, kwa sababu ndio tunapofikia ile hatua ya mwisho kuna sala pamoja na matakaso yanayomsaidia huyu mkatukumeni mteuliwa wa ubatizo kuondolewa kabisa mapepo yote, kuondolewa uovu wote, na hivyo sasa anaingia kiumbe kipya na kumvaa Kristo, akiacha mambo ya kale na hivyo kuyavaa mambo mapya, akiuvua utu wa kale na kuvaa utu upya. Na hivyo sasa utaona kabisa kwamba kama ambavyo tumesoma pia katika maandiko matakatifu, wale ambao waliokuwa wana mapepo ni wale ambao walikuwa bado hawajakutana na Kristo. Kumbe wale waliokutana na Kristo wakaondolewa mapepo na wakamwamini Kristo na wakamfuata Kristo, hawa mapepo hayakuweza tena kuwarudia, kwa sababu tayari walikuwa na Kristo, kwa sababu giza haliwezi likawepo katika mwanga, na hivyo panapokuwepo na mwanga maana yake giza linafanyaje? Linaondoka. Ndio maana Kristo anasema ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kaa gizani tena, bali atakuwa na nuru ya uzima wa milele. Na hivyo sasa tukiangalia hatua ya kwanza katika kipindi hiki cha kwanza, baada ya kuwa huyu mtakaji amehojiwa, kuna sala fupi ya kuinga pepo ambayo inaitwa uingaji na kukataa maadhimisho potofu ya jadi. Mhudumu anamuuliza huyu ambaye anajiandaa sasa kuingia rasmi kuanza mafundisho haya ya Ukristo kwamba, ndugu zangu watakaji, ninyi mmeitwa na kusaidiwa na Mungu, mmeamua kumheshimu na kumwabudu yeye peke yake na Kristo wake. Vile vile mnataka kumtumikia Mungu peke yake na Kristo wake. Sasa ni wakati wa kukataa mbele za watu nguvu zozote zinazopingana na Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba sasa ni wakati wa kukataa mbele za watu nguvu zozote zinazopingana na Mungu na ibada ambazo si za kumwabudu Mungu. Basi ikiwa niko kwenu kumwacha Mungu na Kristo wake na kutumikia nguvu nyinginezo, na ile niko kwenu. Kwa hiyo watakaji wanasema pia na ile niko kwetu. Kumbe katika sala hiyo maana yake sasa wanafumbuliwa, wanaonyeshwa madhara ya yale maisha ambayo wameendelea kuyaishi, kama labda ni ya ushirikina, kama labda ni ya kutambika, kama labda sijui ya kupiga ramli. Haya yote wanaambiwa kwamba ni potofu na sio mazuri. Basi ni kwa sababu walikuwa hawajamjua Kristo, na kwa sababu yalikuwa kwenye mila hizo na desturi labda yanatendeka, kumbe hayapaswi, na hivyo wanapaswa kuyaacha. Na ndio maana sasa baada hapo zinafuata hatua ambazo zinawasaidia sasa kuendelea. Sasa katika kipindi cha ukatukumeni, kama ambavyo nimesema, baada ya mwaka ule wa kwanza wa utakaji, basi kinafuata kipindi cha ukatukumeni. Hiki kipindi cha ukatukumeni, huyu aliyeandaliwa na kukubali sasa ataendelea na mafundisho ya imani, basi anapokelewa na linafanyika adhimisho la misa au liturujia ya neno. Na baada ya hapo kuna uingaji mdogo wa pepo au wa kutoa pepo. Na sala hii tunasali hivi au tunasali kwa ajili ya hawa walio wakatukumeni hivi: Mungu Mwenyezi wa milele, ndiye uliyetuahidi sisi Roho Mtakatifu kwa njia ya mwanao wa pekee. Tunaomba kwa unyenyekevu wakatukumeni hawa waliojitoa kwako, waepushwe mbali na kila pepo mwovu. Unaona, waepushwe mbali na kila pepo mwovu, upotovu wowote na matendo yoyote ya dhambi, ili wastahili kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Nawe unapothibitisha sala hii ya imani yetu, utujalie tusiombe bure, bali tuombe kwa ule uwezo na neema ya mwanao wa pekee aliyeikomboa dunia katika maovu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kumbe baada ya hapo inafuata kubariki wakatukumeni, wanabarikiwa. Na baada sasa ya kubarikiwa
yanafuata sasa maadhimisho mengine, kupakwa mafuta ya wakatekumeni ambayo basi wanapakwa katika hatua hizi ambazo zinaendelea. Sasa baada ya kumaliza hii hatua ambayo inakuwa imefuata takribani miaka miwili au mitatu, basi inafuata hatua ya pili ya uteuzi na kuandikishwa jina, ambayo hii inakuwa ni ya mwisho kabisa kwa kweli kuelekea wao kubatizwa, kupewa kipaimara pamoja na Ekaristi Takatifu. Kumbe ibada hii inafanyika katika Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Sasa tujue huko kwenye parokia kama tumefanya na kama hatujafanya, ni vizuri kuwa na kutafuta wiki mojawapo ya kuweza kuwakusanya wakatekumeni wote pamoja ili kuweza kuwapitisha katika hatua hizi zote, ingawa inakuwa sasa ni kwa muda mfupi na kwa vitu vingi kuliko kuyafanya matukio haya siku ile ya mkesha wa Pasaka wenyewe, ambapo vitu vinakuwa ni vingi, mambo yanakuwa ni mengi, na hivyo wakati mwingine hata inachanganya. Kumbe basi hawa wanapofikia hii hatua ya mwisho kabisa, baadaye wanaelekea kubatizwa, kupewa kipaimara na Ekaristi Takatifu, wanatambulishwa na baadaye wanahojiwa. Wakishahojiwa wanateuliwa, na wakishateuliwa wanaombewa. Kwa hiyo katika kuombewa wanakuwa sasa wameanza rasmi hatua hiyo ya kuelekea kwa karibu kabisa kwa ajili ya kupokea sakramenti hiyo ya ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu. Sasa baada ya hiyo Dominika ya kwanza ya Kwaresma, Dominika ya pili inaendelea kama kawaida. Dominika ya tatu, kama ambavyo nilivyotanguliza, ndio tunaanza kile kipindi cha kutakaswa na kuangazwa. Kumbe sasa kwa namna ya pekee hawa wanaandaliwa sasa. Sasa kipindi hiki cha uteuzi na kutakaswa na kuangazwa, ambacho kinaitwa kipindi cha mazinguo au kipindi cha matakaso, ni kipindi ambacho kinamwandaa kwa karibu kabisa huyu Mkristo. Sasa lengo la haya matakaso ni nini? Matakaso ambayo huadhimishwa siku za Dominika na kuongozwa na padre au shemasi yanalenga faida ya roho, nayo hukamilishwa kwa uungaji, utoaji pepo. Faida ya matakaso haya ni nini? Faida ya matakaso haya, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba ni kutakasa moyo na roho, kujikinga na vishawishi, kung'oa nia mbaya, kuwasha utashi kusudi wateule hawa wa ubatizo waambatane zaidi na Kristo na waendelee kwa bidii kubwa zaidi kumpenda Mungu. Kumbe kwa mausia haya ya kutakaswa, basi wanawekwa rasmi chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na baada ya hapo sasa ndio hizo taratibu zinafuata. Sasa ukiangalia sala ile ya takaso katika Dominika ile ya tatu iliyopita, kwa mfano sala hii tunasali hivi, tunawaondoa hawa wakatekumeni hivi: sala ya kuinga pepo au sala ya kutoa pepo. Mungu uliyemtuma mwanao kwetu, atuokoe. Wateule hawa waliokwisha ongoka kwa neno la Bwana wanatamani kunywa maji yaliyo hai kama yule mwanamke Msamaria. Uwajalie wakili kwamba walikuwa wamelemewa na dhambi zao wenyewe na udhaifu wao. Tunakuomba usikubali wadanganywe na ulaghai wa Shetani sababu ya kujiamini mno wenyewe. Uwaepushe na roho ya udanganyifu ili watambue uovu wao. Wajalie utakaso rohoni na kushika njia ya wokovu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa baada ya hapo kuna sala ambayo padre baada ya kuwa amewawekea mikono hawa wateuliwa anaisali akiwa amewanyoshea mikono. Bwana Yesu, ndiye chemchemi ya maji wanayoyaonea kiu wateule, ndiye mwalimu wanayokutafuta. Wewe ndiye peke yako mtakatifu, ambaye mbele zako hawathubutu kusema kwamba hawana dhambi. Wanafungua mioyo yao kwa unyofu, wanakiri makosa yao na wanagundua uovu wao. Basi kwa wema wako uwaokoe katika maovu, uwarudishie afya ya roho, upoze kiu yao, uwape na amani kwa
kwa nguvu ya jina lako tunalolitaja kwa imani, ukae nao na uwaokoe. Umtiishe pepo mwovu uliyemshinda kwa kufuka kwako. Uwaoneshe wateule wako njia ya uzima katika Roho Mtakatifu, ili wanapozidi kumkaribisha Baba wamwabudu katika kweli, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Kwa hiyo baada ya hapo, maana yake hii Dominika inakuwa imekamilika, na hivyo hawa wanakuwa wameshaandaliwa kwa sehemu ya kwanza. Kwa hiyo unaona kwamba hii sala inalenga kuonyesha kabisa kwamba hawa watu waliishi katika dhambi, na hivyo waokolewe katika dhambi na mabaya yote na pepo wote na unyenyerezi wowote ule mbaya wa roho chafu ambayo inaweza ikawaingia. Sasa baada ya hapo linafanya takaso la pili ambalo linaadhimishwa Dominika ya 4 ya Kwaresima. Na katika sala ile ya kuinga, unaona inafuata tena sala nyingine ya kuinga. Sala hii ya kuinga inasema maneno haya: Baba mwenye huruma, uliyemjalia yule aliyezaliwa kipofu amwamini mwanao, na kwa imani hii kufikia nuru ya ufalme wako, uwaepushe wateule wako waliopo hapa na udanganyifu uliowazingira, ukawapofusha. Uwajalie pia wakiisha imarishwa kabisa katika ukweli, wageuke kuwa wana wa mwanga na kudumu katika mwanga huo milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa baada ya hapo, hawa wateule wanawekewa mikono kichwani, na baadaye padre akiwa amenyoosha mikono sasa anasali sala ifuatayo: Bwana Yesu ndiye mwanga wa kweli unaoangaza kila mtu, uwaokoe kwa roho wa ukweli wote wanaohangaika chini ya nira ya baba wa uongo. Baba wa uongo ni nani? Ni Shetani. Sisimua utashi mwema ndani ya hao uliowachagua kupewa sakramenti. Uwajalie wafurahie mwanga wako kama vile ulivyomjalia zamani kipofu alipofanywa kuona nuru, ili waishuhudie imani kwa ujasiri wote. Unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Ili takaso la pili linalofanyika katika Dominika ya 4. Sasa Dominika ya 5 linafuata takaso la 3. Kuna sala ya kuwaombea, alafu baada ya hapo sasa inafuata ile sala ya kuinga pepo. Kwa hiyo hii ni mara ya ngapi sasa? Ni sala ya mara ya 4 tangu mwanzo ulipoanza na hizi Dominika 3. Sala hii tunasali au tunawaombea hivi: Bwana wa uzima wa milele, ndiwe Mungu si wa wafu bali wa walio hai. Ulimtuma mwanao atangaze habari njema ya uzima, ili wewe uwaondoe wanadamu katika utawala wa mauti na kuwafikisha kwenye ufufuko. Tunakuomba waopoe wateule hawa katika uwezo wa pepo mwovu aletaye mauti, ili waweze kupata na kuutangaza uzima mpya wa Kristo aliyefufuka. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baadaye kama kawaida wanawekewa mikono kichwani, kuangaziwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kushushiwa Roho Mtakatifu, na baada ya hapo wananyoshewa mikono na kusali sala ambayo inawaondoa kabisa na kuondolea uovu wowote, na hivyo wajaliwe fadhila za imani, matumaini na mapendo. Kwa hiyo ndio hatua ambayo inawasaidia. Baadaye zinafuata hizi hatua za mwisho za kupewa nini maana ya sala Baba yetu na kanuni ya imani. Sasa hatua ya mwisho kabisa ya 3 ndio kuadhimisha zile sakramenti za kuingizwa katika Ukristo ambazo zinafanyika katika ule mkesha wa Pasaka, ambapo hawa sasa watabatizwa, na baada ya kubatizwa basi wanakuwa viumbe vipya, na kwamba wamemvaa Kristo, na hivyo wanakuwa wamekamilika wakiwa watakatifu kabisa mbele ya Mungu. Sasa kwa liturujia hii ya kuandaa hawa wa Kristo au liturujia ya kuingizwa katika Ukristo, ni liturujia ambayo inawatakasa kabisa hawa, inawafanya wanakuwa viumbe vipya kabisa. Maana yake sasa ni mazingira ya huyu ni Mkristo, amekuwa kiumbe kipya, amekuwa ni mtakatifu mbele ya Mungu. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anatambua Mungu ni nani, anapaswa kuishi namna gani, na anapaswa atende namna gani. Na ukitaka kuelewa hivi, tunasoma waraka wa pili wa Mtume
waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya kwanza. Unaona Petro anawaandikia hawa watu wa Kristo wa Asia ndogo ambao wamebatizwa hivi karibuni, akiwasisitiza kuwa na kudumu katika imani, matumaini na mapendo, na hapo kuendelea kuunganika na Kristo bila kurudi nyuma, hata kama ikitokea kuna mateso ambayo yanawakabili. Sasa katika hii sura ya 2 anawaambia hivi, basi sura ya 2 aya ya kwanza na aya ya pili na aya ya kwanza na aya ya pili, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Maneno haya yanalenga moja kwa moja kwamba hawa sasa wamekuwa ni Wakristo. Hawa sasa wameunganika na Kristo, wamemvaa Kristo. Wanaalikwa sasa kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, kwamba nyinyi ambao mmezaliwa sasa kwa ubatizo, muendelee kuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ndio mafumbo matakatifu yanayotokana na maisha ya sakramenti, taratibu zetu za Kikristo, amri za Mungu na amri za kanisa, matendo ya huruma na yale yote ambayo tuamsha na imarisha utashi wetu katika kuishi na kuenenda vema. Sasa huyu tayari ni Mkristo aliyekamilika. Ni Mkristo ambaye sasa ana muunganiko kamilifu na Mungu, na hivyo amekuwa kiumbe kipya. Anategemewa kuishi namna gani sasa huyu? Ili tuweze kuelewa hiyo, tunasoma na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume, mpendwa wa msikilizaji, ni vizuri kuelewa kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu cha maisha halisi ya Mkristo aliyempokea, aliyemwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu, aliyemwamini Mungu Baba kwa njia ya Yesu Kristo katika umoja wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana baada ya Pentekoste, mitume wanapoanza kuhubiri siku hiyo ya Pentekoste na wanaendelea kuwapata watu wengi wanaoongoka, wanaoingia katika Ukristo, tunaonyeshwa sifa na tabia ya maisha ya Kikristo yalikuwaje. Na ndio maana ni kitabu ambacho hiki cha Matendo ya Mitume kinaonyesha maisha ya Kikristo. Kumbe yeyote ambaye ni Mkristo akisoma hiki kitabu cha Matendo ya Mitume anapaswa kujiuliza, hivi mimi ni Mkristo kweli? Kwa sababu hiki kitabu kinaonyesha nini maana ya kuwa Mkristo, nini maana ya kuwa kiumbe kipya katika Kristo, na huyu Mkristo aishi namna gani, atende namna gani. Sasa tunaposoma ile sura ya 2 aya ya 37 mpaka 41 katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni mahubiri ya Petro. Baada ya kuwa yamewachoma watu wanauliza, tufanyeje sasa ndugu zetu? Petro anawaambia watubu, waachane na mambo ya zamani, wamuongokee Mungu, hivyo waamini na waweze kubatizwa, waondokane na hila za mwovu shetani, na waondokane na laana za mwovu shetani, na waondokane na adhabu ijayo ya ujio wa pili wa Kristo, ile hukumu ya mwisho. Kwa hiyo sasa katika mazingira kama hayo tunaambiwa, ukisoma hapa aya ya 40, tunaambiwa hii sura ya 2 Matendo ya Mitume, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongokea watu wapata 3,000. Kwa hiyo unaona, wakabatizwa watu 3,000. Sasa chukua watu 3,000 ambao walioongoka siku hiyo, na chukua wale watu 120 waliokuwa kwenye kile chumba cha karamu baada ya Yesu kupaa mbinguni, wakarudi wakakaa wakiendelea kusali ile novena ya kumsubiri Roho Mtakatifu. Sasa baada ya kubatizwa hao watu waliishi namna gani? Kwa hiyo baada ya kubatizwa, unaona hii sura ya 2 hiyo aya ya 42 inaweka wazi kwamba Mkristo, jumuiya ya Kikristo inapaswa kuishi namna gani. Sasa ukisoma hii sura ya 2 aya ya 42 na kuendelea, ndio unapata sasa jumuiya
ya Kikristo inapaswa kuishi namna gani, au Mkristo anapaswa kuishi namna gani. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Kwa hiyo unaona fundisho la mitume, ushirika, maisha ya udugu, alafu kumega mkate na kusali. Hiyo ndio mambo makuu manne yanayotajwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambapo Wakristo waliishi. Tunaambiwa kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Kwa hiyo unaona ule umoja, na kuwa na vitu vyote, shirika, wakiuza mali zao, wakijitolea, wakifanya majitoleo kulitengeneza kanisa, kutengeneza kazi ya uinjilishaji, na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja, manake kuwajali wahitaji. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, wakiadhimisha misa na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapenda watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa hiyo unaona alizidisha kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kina nani sasa? Ambao walikuwa wanaamini, wanabatizwa. Kwa hiyo kanisa likawa linaongezeka. Na ndio maana mpaka leo hii habari njema imetufikia huku, na tunaendelea kuishi maisha ya Kikristo tukimshuhudia Kristo kwa maisha yetu. Kumbe mpendwa msikilizaji, haya ndio maisha ya mtu ambaye amebatizwa, ya mtu ambaye ni Mkristo. Sasa hoja inayokuja hapa kwetu ni kwamba kwa nini sasa tunakuta Wakristo wengi ambao ni Wakatoliki wanakuwa wanaposikia wanapita wahubiri mbalimbali wanasema sijui wanatoa pepo, sijui wanaondoa laana, sijui wanafanya nini. Unaona huyu Mkristo Mkatoliki anaenda kule, anaenda kuondoa pepo, na unaona kabisa mwingine anasema kabisa mimi nina pepo, mwingine anasema mimi nimelaaniwa. Atakuja mhubiri, wakati mwingine kuna Wakristo wengine wa Katoliki ambao na wenyewe wanafundisha mahubiri ya namna hiyo kwamba huyu mtu analana, amelaaniwa, ndio maana haendelei, bila kuwawekea utaratibu mzuri wa kuelewa hawa watu kwamba wanatakiwa kuelewa nini kilicho msingi na kilicho kiini. Kwa hiyo unakuta Wakristo wengi wa Katoliki wamepotoka. Wakristo wengi wa Katoliki wanafikiri wana pepo. Sasa wanashindwa kuelewa kama wana pepo ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ambaye amebatizwa, ambaye ni kiumbe kipya pamoja na Kristo, ameunganika na Kristo, ameuvua utu wa kale, ameuvaa utu upya. Heri yangu ni kubwa mno, kwani nimebatizwa. Mungu Mwenyezi amenifanya kuwa mwanae, hivyo na uvua utu wa kale na uvaa utu upya. Sasa huyu mtu anawezaje kuingiliwa na pepo? Anawezaje kuingiliwa na shetani? Anawezaje kuwa na laana? Kwa sababu laana iligongomelewa pale msalabani. Kwa hiyo huyu pepo aliondolewa tangu zile taratibu zote za ukatukumeni zilizokuwa zinafuatwa, na mpaka anapokuja kubatizwa. Na kama alibatizwa akiwa mtoto, maana yake baada ya ubatizo huyu maana yake ameondolewa dhambi ya asili na dhambi zake zote, na ameendelea kuishi katika mazingira hayo ya Kikristo. Sasa huyu pepo anatoka wapi? Hii laana unaipata kutoka wapi? Wakati yote yalitimilika pale Kalvari. Kristo aliyeteswa, amekufa, akafufuka, amebeba dhambi zetu, amebeba magonjwa yetu, amebeba laana zetu, na kwa njia hiyo tumeokolewa. Sasa wewe unaaminishwaje kwamba una pepo? Unaaminishwaje kwamba wewe una laana? Na sisi unaona tukisikia mafundisho ya namna hii huwa tunajaa kweli. Hata ikitokea tu muumini wa kawaida anasema labda kutoka kuna mafundisho inaonekana wengi watu wanalana, mtafunguliwa laana siku hiyo, wataweka na ekaristi mbele pale, wataongozwa sala wafate. Yaani mtu anajiona kabisa ni mzambi, na utaratibu wakati mwingine wengi vile inavyotakiwa kiliturujia. Basi unakuta ni mambo ya ajabu kweli. Wakati mwingine unasikitika, unawahurumia hawa watu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu watu wangu wameshindwa, mapadi wangu wameshindwa kuwafundisha watu wangu. Ndivyo Hosea anavyo, Mungu anamwambia Hosea kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu mapadi au makuhani hawafundishi watu wangu.
Kwa hiyo kumbe tunapenda, yani sisi tunapenda kusikia mafundisho ya pepo, tunapenda kusikia mafundisho ya laana, yani kwamba wewe umeshinda kwa sababu ni hivi, kwa sababu ni hivi, kwa sababu ni hivi. Lakini umfundishe mtu juu ya Yesu Kristo ni nani katika maisha yako, na Yesu anajizilisha kwako labda katika njia ya sala, na hiyo sala ifafanuliwe vizuri, au katika sakramenti. Sasa unakuta mtu anayesema na laana, ukiangalia maisha yake ya Ukristo yakoje? Na ndio maana ni vizuri tujiulize, je, yule anayesema na pepo anakuwa anaishi maisha gani? Anaishi taratibu za Kikristo kweli au la? Kama utakuwa na swali, maoni au mchango wote, basi unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo ni 0746112235 na nambari ya kupiga simu ni 0782611178. Baada tukiwa tunasubiria simu ya msikilizaji, tuendelee na kipindi chetu. Asante. Kumbe basi baada ya kuacha swali hilo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwamba sasa hawa Wakristo ambao wanadhani au wanafikiri wana pepo na kukimbia huku na huku na kuhangaika na jambo lolote tu, akiona changamoto fulani basi ni kujua tu kwamba ni pepo, ni pepo, ni pepo, ni pepo. Yani inakuwa kana kwamba nguvu ya Kristo, ujio wake, mafundisho yake, kama tunavyoona katika kitabu hiki kwa namna ya pekee, Injili ya Marko, kwamba tangu mwanzo anapoingia tu mapepo wanamtambua, anawakemea, anawatoa, anawakemea, anawatoa, anawakemea, anawatoa. Na baada ya hapo unaona kabisa kwamba watu wanakuwa salama, na wote waliomwamini hawakubaki katika mazingira hayo tena, au kwamba pepo aliwarudia. Hapana. Sasa ni nini kinatokea? Sasa kama kuna Mkristo ana pepo, kwa sababu tuache namna zingine zozote za kufikiri juu ya mtu kuingiliwa na pepo au kuwa na pepo, ni vizuri tukajua kwamba njia ya kuunganika na Mungu na ya kuwa salama mbele ya Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Ndio maana Yesu anasema moyo watakatifu kama Baba yenu alivyo wa mbinguni alivyo mtakatifu. Maana yake na huyu anaishi ni nani? Ni Mkristo. Baada ya kubatizwa anaendelea kudumu katika maisha ya utakatifu. Hiyo moja. Mbili, njia pekee ya shetani, ya pepo kuingia ndani ya Mkristo ni pale Mkristo anaporudi nyuma, anaingia katika maisha ya dhambi. Huyu pepo amwingia, huyu uovu wamwingia, huyu ubaya wamkaa, na hivyo ni kama analudia hali ya maisha ya mwanzo. Na ndio maana tunaalikwa daima kuwa aminifu katika maisha yetu, kujizatiti katika maisha yetu, na mbele yetu imewekwa njia moja. Zile neema ambazo tumezipokea katika ubatizo, tukizipoteza kwa dhambi, tunazirudisha kwa njia ya majuto, toba ya kweli, na kutafakari yale mazingira ambayo yamenifanya niingie katika dhambi, na hivyo niweze kutubu na kuungama. Na hivyo ninapoungama kweli na kutubu kweli, zile neema za ubatizo, mafao ya ubatizo, matunda niliyopata siku ya kuingizwa katika Ukristo au katika kubatizwa, yale kwa njia hiyo ya kitubio yanarudi na ninabaki kuwa salama mbele ya Mungu. Sasa kama mtu ana pepo, maana yake ni kwamba au amerudi nyuma katika maisha yake ya Kikristo, ameacha kuishi sheria, taratibu na miongozo ya Kikristo kadiri ya kanisa linavyofundisha. Na ndio maana mtu huyu tunaambiwa kwamba hali yake inaweza ikawa mbaya zaidi. Sasa Petro Yesu kwanza anaweka wazi katika Injili ya Luka sura ya 11. Injili ya Luka sura ya 11, Bwana wetu Yesu Kristo anaweka wazi ili tuweze kuelewa. Aya 24 mpaka aya 26. Anasema hivi Bwana wetu Yesu Kristo: pepo mchafu amtokapo mtu, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika,
asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hiyo naona pepo anatoka kwa njia ya kumwamini Kristo, kwa njia ya kutenda matendo mema, kwa njia ya kuepuka nafasi za dhambi na kutenda dhambi. Sasa wewe ambaye umeingia katika maisha hayo mapya, usifikiri kwamba shetani ana furaha kwa wewe kuingia katika maisha hayo mapya, kwamba kama ni mtukumeni ambaye sasa ameingia katika Ukristo anapaswa kujizatiti kubaki imara. Sasa akijisahau, ndipo Paulo anatukumbusha katika waraka kwa Efeso, ili tujue kwamba ni nguvu gani tunapaswa kuiweka katika mapambano yetu hapa duniani. Sasa waraka kwa Efeso sura 6, mtume Paulo anatufundisha wazi kabisa, ili tuweze kuelewa kwamba hivi ni nini changamoto iliyopo kwetu na vita vyetu ni nini. Paulo katika waraka wake kwa Filipi sura 6 aya 10 na kuendelea anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anayeambiwa huyu azidi kuwa hodari ni nani? Maana yake ni Mkristo, anaamini katika Kristo Yesu, na hivyo anaambiwa abaki imara. Na Paulo anaendelea anasema aya ya 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa unaona maana yake ukiwa Mkristo alafu hauvai silaha za kimungu, hauwezi kuzipinga hila za shetani. Kumbe unahitaji kuvaa silaha zote za kimungu ili kuweza kumpinga mwovu shetani. Sasa na silaha hizi za kimungu ni zipi? Silaha ya kwanza ni sala. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anasali. Na ndio maana tunaalikwa mtu binafsi kuwa anasali. Ndio maana kipindi cha Kwaresima kimetukumbusha kama Mkristo ulikuwa unasali, na kama ulikuwa usali sasa ndipo sasa ujiwekee mpango mkakati na ujue nini kilikufanya usiwe mtu wa sala, na hivyo urudi katika maisha yako ya kawaida katika sala, kwa sababu sala ni sehemu ya kawaida ya maisha ya Mkristo. Kwa hiyo hiyo ni sala binafsi, lakini pia kuna sala ndani ya familia. Familia inasali. Sala katika jumuiya, watu wanaenda jumuiani wanasali na wanasali vizuri. Tunaingia katika maadhimisho ya sakramenti, adhimisho la misa takatifu. Wakristo wangapi wanaenda kwenye adhimisho la misa takatifu? Wakristo wangapi wanapokea sakramenti zile ambazo baada ya kubatizwa zinapaswa kuwa sakramenti endelevu, ekaristi takatifu pamoja na kitubio, kama mtu ambaye yupo katika hali ya afya njema. Lakini kama mtu ameugua, tunajua katika afya ya kimwili kidogo imeteteleka, kuna sakramenti ya wagonjwa, sakramenti ya mpako mtakatifu. Sasa wewe ni Mkristo au sali, wewe ni Mkristo kama familia ya msali, jumuiya ndogo ndogo hauendi, adhimisho la misa takatifu hauendi, kuungama tangu ulipo labda pokea ekaristi mara wiki ya kwanza, labda ulivyoingia katika Ukristo, au ulipopokea komunyo ya kwanza ulipokea tu labda ndani ya miezi michache, baadaye ukaacha. Hicho kitu usababisha kuacha ni nini? Kwa hiyo kuungama ulishaacha, labda umeshasahau hata wanaungamaje. Kupokea ulishaacha, na hata ujue hata wanaitikiaje namna ya kupokea. Kwa hiyo unategemea maisha yako yatakuwaje? Kwa sababu haujavaa silaha za kimungu. Umeacha kufanya matendo ya huruma, haufanyi matendo ya huruma, hauvai silaha za kimungu. Haudumu katika amri za Mungu, hauishi katika amri za Mungu, umeacha silaha za kimungu. Hauishi sheria na kanuni za kanisa, umeacha sikuvaa silaha za kimungu. Sasa unategemea utakuwa salama? Ndio maana Paulo anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo anarudia tena aya ya 13, twaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Umeona nguvu ya silaha za Mungu hizo ambazo nimezitaja zinavyoweza kuzima mishale yote ya moto ya mwovu Shetani. Sasa kama hauishi katika mazingira hayo, ndugu yangu, ni rahisi tu kudumu katika uovu na kuvamiwa na mwovu Shetani. Hiyo ni rahisi kabisa, kwa sababu atazunguka huko, akikosa mahali pa kukaa atarudi kwako. Akivuta mjizatiti, basi atarudi tena kutafuta washirika wengine ili waje wakuvamie vizuri. Na ukiwa legelege, basi utabaki kuwa legelege, ni hivyo atakugaragaza, na baadaye hali yako ya mwanzo inakuwa mbaya. Na ndio maana tuna Wakristo ambao yaani maisha yao yamesharudi nyuma. Alishaacha kuja kanisani, hasali yeye mwenyewe sala binafsi, haendi jumuiya ndogo ndogo, haji kwenye adhimisho la misa takatifu, hapokei ekaristi takatifu, haungami. Unakuta mmoja tu mtaani, unamsalimia, unamuuliza vipi, ana shida baadhi, sijui nani. No. Sasa watu wa namna hii maana yake wameshagaragazwa. Sio lazima atetemeke, sio lazima adondoke aanze kurusha miguu ndio ufikiri mtu ana pepo. Hapana. Sasa usifikiri pepo tu mpaka tu udondoke chini, urushe miguu pale ndio uanze kusema na maneno mengi. No. Dhambi tu yenyewe inakugaragaza, kwa sababu dhambi, nani ni chanzo cha dhambi? Ni mwovu Shetani. Kwa hiyo usikufikiri kuwa na pepo, usitegemee mpaka udondoke chini, urushe miguu uanze kusema maneno mengi. Hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vizuri tukaelewa sasa kwamba tunapozungumza liturujia ya Kwaresima na uingaji wa pepo, kwamba baada ya maandalizi yote hayo, huyu mtu ameandaliwa na kuondolewa mazingira yote ambayo yanakuwa ni hatarishi kwake katika imani na katika maisha kiroho. Hivyo anakuwa ni mtakatifu. Kumbe kama mtu ataonekana kwamba sasa amevamiwa na mazingira hayo ya pepo ya dhambi, ni kwa sababu ameruhusu dhambi ndani ya maisha yake, na hivyo mlango wa mwovu kuingia ni dhambi tu na hamna njia nyingine. Hivyo basi Mungu atusaidie tuweze kuelewa na tusitetereke, bali tubaki imara katika imani. Na mtu yeyote asikudanganye, unapojiona unashiriki vizuri, unaishi vizuri, bado unaambiwa una pepo, unaambiwa sijui una laana. Hapana. Cha msingi jiulize, maisha yangu yakoje mbele ya Mungu? Kama unaishi vema, haupaswi kuwa na wasiwasi. Kama unaishi vizuri, ndio maana utubu. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi. Baba, kabla hatujamalizia hapa, kuna swali la msikilizaji. Anasema, Padre, tumsifu Yesu Kristo. Anasema, sasa kwa mfano mimi nimezaa mtoto wa kwanza nikatubu, nikazaa tena mtoto wa pili nikatubu, wote nimezaa bila ndoa. Anasema, je, mimi hukumu yangu ni ipi? Mtumaji Augusta Michael yeye anauliza hivyo. Kwa hiyo taratibu Kikristo hautakiwi kwamba unazaa, unatubu, unaungana, unatulia tena, unazaa tena, unatubu, unazaa tena. Manake ni vizuri kujiuliza kwa nini inakuwa hali hiyo. Manake bado hujasimama katika kuishinda dhambi. Ndio maana lazima kuweka mpango mkakati sasa, kwamba nisimame imara katika hili, kwamba tunadondoka katika dhambi ndio, na tunapaswa kutubu, lakini lazima tuepuke nafasi na mazingira ya dhambi. Sasa hali yako ni ipi? Usiwaze kwamba hali yangu itakuwaje, bali waza namna gani niondoke katika hali hii, kwa sababu daima kuna nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu ya kuweza kubadilika. Kumbe unaweza kubadilika Justa, na unaweza kuendelea vizuri kabisa katika maisha yako. Asante. Asante sana baba kwa majibu mazuri. Justina, utakuwa umepata majibu ya swali lako. Lakini nikamata ujumbe mwingine, unasema Kristo, nimesema tumaini letu. Anasema Mungu awabariki sana, nimefurahia mafundisho haya. Yeye anapatikana Kinyambuli, jimbo la Singida. Hajataka kusema ni nani. Asante kwa ujumbe wako baba, muda sio rafiki, tumalizie kipindi chetu. Atukuzwe Baba.
na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na msikilizaji, nikushukuru wewe ambaye ulikuwa ukifuatilia kipindi hiki cha Fahamu Mwaka wa Kiliturujia, na nikusihi kwa wewe ambaye umekosa nafasi, labda hujaanza na sisi, usikose kusikiliza kipindi hiki hapo kesho saa 12 jioni, saa 12 kamili mpaka saa 1. Lakini pia nikusihi wewe mtazamaji wa Tabora Online, kama utakuwa na swali au mchango wowote, unaweza kuandika komenti yako hapo, na katika kipindi kijacho baba ataweza kukujibu. Langu jina ni Sioma Po, nikutakia wakati mwema. Tumsifu Yesu Kristo.